Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumekaribiwa na siku tukufu, siku ya Arafa, na ni siku ambayo kwamba mja atakayefunga katika siku hii ya Arafa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yomsamehe dhambi za miaka miwili, mwaka uliotangulia na mwaka unaokuja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, siyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wasanata allati ba'dahu. Mtu kufunga siku moja ya Arafa, natarajia kwa Mwenyezi Mungu amsamehe mtu huyo dhambi za mwaka uliopita kabla hii siku ya Arafa na dhambi za mwaka unaokuja baada ya siku ya Arafa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia ujira mkubwa kwa mtu atakayefunga siku moja peke yake, wasamehewa dhambi za miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Pamoja na kwamba hizi dhambi unazosamehewa ni dhambi ndogo ndogo, si dhambi kubwa. Dhambi kubwa hazisameheki isipokuwa kwa kuleta tauba. Vile vile haki za watu hazisameheki mpaka kwa kuomba msamaha. Umedhulumu mtu haki yake, umemuibia, umemsengenya, umemharibia jina mwenzako, saumu ya Arafa haitosamehe dhambi hizo mpaka ukamfuate mwenyewe umuombe msamaha akusamehe kwa kosa kama hilo. Kwa hiyo saumu ya Arafa inasamehe dhambi ndogo ndogo, haisamehi dhambi kubwa. Ndugu Islam, kila mmoja ana hamu anaposikia kwamba atasamehewa dhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja, lakini suala ni kwamba hii Arafa ni lini hasa? Kwa sababu kila mwaka kuna mizozo isomalizika, huyu anavuta huku na huyu anavuta huku. Sasa mtu anashindwa kutofautisha kwamba Arafa ni lini. Leo napenda nizungumze nukta mbili tatu, kisha ukae uyatafakari kwa makini, kisha jawabu utajipatia we mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa mji wa Makka hakuwahi kufanya haji hata moja, wala hakuswali swala yoyote ya Eid, wala hakufunga saumu ya Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotoka Makka kuhama zake Madina, alivyokaa Madina sasa akamaliza mwaka wa kwanza, kufikisha mwaka wa pili akaletewa salatul Eidaini, swala ya Eidul Fitri na swala ya Eidul Adha. Katika mwaka wa pili alivyohama Madina, akakaa Mtume sallallahu alayhi wasallam kufikisha miaka 9 mji wa Madina, ndio akafaradhishiwa ibada ya haji. Kwa hiyo kutoka Eidul Adha mpaka kufika haji kuna gapi ya miaka 8 au 9 takriban. Sasa ukiangalia hapa, hii saumu ya Arafa haiko kwenye masala ya haji, na ndio ukaona ulama katika vitabu wanaeleza, ukirudi katika vitabu vya fiqh takriban vote wanakwambia saumu ya Arafa ni siku ya 9 ya Dhulhijja. Ukisha kuandama mwezi wa Dhulhijja, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ikifika siku ya 9 ndio inayoitwa saumu ya Arafa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisherehekea Eid na akifunga saumu ya Arafa kabla ya kufaradhishwa haji kwa takriban miaka 6, 7 mpaka 8. Ikiwa Mtume alifunga saumu ya Arafa kabla ya ibada ya haji kufaradhishwa, na tunafahamu vizuri ya kwamba wale mahujaji kwenda kwenye viwanja vya Arafati pale kutekeleza ibada ya wukuf bi Arafa, kusimama viwanja vya Arafa, ni moja katika a'malul haji, ni alwukufu bi Arafa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga saumu ya Arafa wakati hii haji yenyewe nzima haijafaradhishwa. Alikuwa akifunga namna gani? Na ndio kaona ulama wanakwambia saumu ya Arafa haina mafungamano na kile kitendo cha watu kusimama katika viwanja vya Arafa. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Saumu ya Arafa ni kando na alwukufu bi Arafa ni vitu kando. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, tujiulizeni masahaba walikuwa wakifunga vipi hii saumu ya Arafa? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anapoelezea masahaba kuhusu utukufu wa Arafa, masahaba walikuwa wakiishi miji tofauti tofauti. Wako waliokuwa wakiishi Kursi, wanaoishi Habasha, Ethiopia, kina Bilal na wenzao. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwafundisha utukufu wa siku ya Arafa. Kama Mtume alimaanisha kwa kusimama mahujaji, wale wa Habasha wale watajuaje kwamba hao mahujaji wamesimama huku? Masahaba wa Fursi watajuaje kwamba mahujaji wamesimama? Hakuna teknoloji, hakuna simu ya kuweza kuwasiliana, wala hakuna TV, hakuna mawasiliano aina yoyote. Na hapa ndio tunasema teknoloji haiondoi sheria.
Mwenyezi Mungu ametuletea teknoloji tunafaidika nayo, lakini teknoloji haivunji sheria. Ikiwa sisi tumepata kujua mathalan nchi fulani mwezi umeonekana haukuonekana, tunaona maimamu wanaoswalisha katika Masjidul Haram, tunawaona live, lakini hatuwezi kuwafuata. Pamoja na kwamba tunaona mengi na mengi, teknoloji tunazitumia, lakini ikifika wakati wa kufuata ibada, unafuata ibada. Teknoloji haiondoi sheria. Ili ujue teknoloji haiondoi sheria, watu wanafaidika na teknoloji, lakini sheria inabaki vile vile. Mwanamke anapokaa eda, kwa nini mwanamke anakaa eda? Ulama wanatuambia mwanamke anakaa eda libaraati rahimiha, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba hana mimba, hana ujauzito wa yule mume, kuhakikisha kwamba uzazi wake uko sawa, hakubeba ujauzito wa yule mume alomwacha ama alofariki. Kwa hiyo hikma kubwa ya mwanamke kukaa eda, ulama wanatuambia ni baraatu rahimiha, ni kusafishika ule uzazi wake, kuonekana hana ujauzito wa yule mumewe alofariki au alomwacha. Sasa kwa wakati huu tulonao, tuna teknoloji alhamdulillah. Mwanamke ukimchukua ukimweka kwa scan, akienda kutiwa kwenye mashini zile, akifanywa skani kwenye tumbo lake, kutatoka resulti baada dakika 15-20 zitakuthibitishia, na yale atakayothibitishwa ndivyo hivyo ilivyo kweli. Kwa hiyo tutasema kwa kuwa teknoloji ishatuthibitishia, ishatuhakikishia hili jambo kwamba ni hivi, tumtoe mwanamke asikae kwenye eda? Haiwezekani. Mwanamke atakaa eda vile vile taabudan, kwa sababu ni ibada ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo teknoloji haiondoi sheria. Kwa hiyo teknoloji hata zikathibitisha kwamba mwanamke yule hana ujauzito, hatuwezi kusema mwanamke yule asikae eda, kwa sababu teknoloji ishatujulisha yaliyomo ndani ya uzao wake. Vile vile ibada ya haji, teknoloji haiondoi sheria. Si kwamba wewe umeona kule watu wafanya ibada ya haji ukataka kufungamanisha saumu ya Arafa kwa kisimamo cha Arafa. Kwa sababu gani? Umeona kule. Teknoloji haiondoi sheria, watu wanafuata asli kama alivyoiacha Mtume na masahaba, na Mtume alijua kwamba kutakuja na maendeleo ya hizi teknoloji, lakini pamoja na hivyo hakusema kwamba zikija teknoloji fuateni, badilisheni nidhamu, mufuate teknoloji, muache vile tulivyokuwa tukifuata sisi na masahaba. Hilo jambo hakuna, wala Mtume hakulizungumza kabisa. Kwa hiyo ndugu Islam, tuweni na tahadhari na masala kama haya. Hizi ni ibada, tusiharibiane ibada zetu. Sheria ishatuambia tarehe 9 ya Dhulhijja ndio siku ya Arafa, siku ya 10 yake ndio siku ambayo kwamba ni ya Eid, watu wanachinja vichinjo vao baada ya kuswali salatul Eid. Wacha watu watekeleze ibada kama ilivyoamrishwa na sheria, tusiharibu ibada zetu kwa sababu tuathirika na hizi teknoloji. Nukta mwisho, mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie katika haya maisha ya dunia tunayoishi sahihi, ulimwengu wa fitna, ajalie internet zifungike, network zifungike, iwe hakuna njia yoyote ya kutumia internet wala kutumia network. Alafu sasa hapo ndo tutaona wale waliokuwa wakiambia watu kwamba saumu ya Arafa imeshikamana na wukufu bi Arafa, ikiwa hakuna network, hakuna internet, hapo ndio tutajua saumu ya Arafa watu hufuata tarehe 9 ya Dhulhijja ama watu hufuata kuangalia mahujaji. Manake hutowaona tena mahujaji kule, utafunga kwa namna gani? Mtangu kuja hizi teknoloji, watu wametupa sunna ya Mtume na masahaba na wajawema, wakashikamana na teknoloji, wakathamini teknoloji hizi kwa kuwa wamepata simu za kuwaonyesha yale matukio ya kule, wakaona ni bora kuliko nini? Kuliko sunna aliyoifanya Mtume na masahaba na salafuna salih. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuoneshe haki tuweze kuifuata, atuoneshe batil tuweze kuepuka, atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.